Shakiria Yesu, shakiria Simba wa Yuda. Bwana asifiwe. Hakuna mwingine wa kuabudu, wa kuinua. Kaa chini ili tunenewe na Mungu. Bwana asifiwe. Na mada yetu siku ya leo ni ya kwamba usiachilie sauti ya maadui, ifanye uachilie ile ambacho Bwana amekusudia kufanya maishani mwako. Bwana asifiwe. Wengi wameachilia sauti ya Mungu,
Wengi wameachilia Bwana akinena, ndio wanajua vile Bwana ananena, lakini kwa sababu ya kuwindwa, kwa sababu ya sauti zingine wakaondokea. Bwana anakuambia ni haki yako, shika sana ulicho nacho, kisipotee na mwovu shetani. Ni haki yako ulielewa sauti ya Mungu. Ni haki yako unajua vile Bwana anataka na maisha yako. Na kila neno lililotoka katika kinywani cha Mungu, neno la Mungu linasema huwa haimrudi bure. Haleluya. Kwa hivyo nataka kushikamana na mtu ambaye Bwana ametembea na yeye kiroho. Kuna yale mambo ambayo Bwana kabisa anataka katika maishani mwako. Kuna yale mambo ambayo Jehova alikuelezea atayafanya. Na katika hayo mambo, katika hizo agano, kunayo maroho unasikia kwa anga yako. Yanakuambia ni uongo. Yanakuuliza kwa nini huyu Mungu amekaa hivyo? Nimekuja kutia sauti ya Mungu nguvu aliyonena na wewe ya kwamba Mungu wetu si muongo. Bwana asifiwe. Sauti zingine zifanye za uongo, lakini ya Jehova Jire iwe ya kweli. Maana sauti zingine huwa zinatutoa kwa mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe. Anania na Safira walipokuwa wamenena wakiwa katika nyumbani wa Mungu, walinena mbele ya Roho wa Bwana. Lakini walipoenda wakauza shamba lililokuwa nao, kunazo sauti zingine walipatana nazo katika jiani mwao. Wakati walipoingia kwenye kichumba kimoja, bibi na bwana wakasemezana ya kwamba tudharau ile sauti tulinena tukiwa kwa madhabahu. Na ukweli ni ya kwamba hiyo sauti ambao walidharau walijipata wako kwa kaburi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila usemi wa kutoka katika kinywa cha Mungu inastahili kuheshimiwa na inastahili kushikwa na mtu ambaye anayejua chenye ambazo Bwana amefanya aikubali. Haleluya. Chenye umekubatia kwa mikono yako, kusiwe mtu wa kukiondoa. Haleluya. Ingia nami katika Isaya 31. Isaya 31. Kitabu cha Isaya 31. Fafaro imwadhani agosto era ngori. Koti mwana gutwara hau hera. Onde ikare haria? Yake. Toka huko. Mwehereria kamera. Gutire mundu weheraga haria ikaraga ati agathi akenya ati na haria thutha riki wagira na kuu. Sokio turene osimeni haria murango-ini rutiga gurakia andu aria mena hau marute wira wao. Ikare na guku. Bwana asifiwe. Tokire gwaku kinyoni awangoi. Hizo ni mwe kuinaga na ihenya korwo ni ogege. Haleluya. Tuko katika Isaya 31. Isaya 31 nataka tuenende pale katika mstari wa 4. Neno la Bwana linasema hivi. Na inataka iwe ni wewe unaenelewa na Mungu. Maana Mungu ananena na kila roho. Tumeambiwa na neno la Bwana ya kwamba Roho wa Mungu analetanga ukweli wa mambo yote. Kwa hivyo hili neno likikunenea, lifanyishe kazi na lifanye kazi katika anga yako na katika maishani mwako. Bwana asifiwe. Maana wengine wamemfanya Mungu kana kwamba ni wa uongo. Mungu wetu si wa uongo. Wewe ndiye muongo. Mungu hajawahi kuwa muongo. Kwa hivyo ukiingia katika darasa ya watu waongo, usikawahi ingiza Mungu hapo. Maana Mungu neno lake ni haki na ni la ukweli. Neno la Bwana linasema hivi katika Isaya 31 mstari wa 4. Maana Bwana ananiambia hivi, kama vile ilivyo simba agurumapo na mwana simba juu ya mawindo yake, wachungaji wengi wakiitwa ili kumpiga, lakini hatiwi hofu na sauti zao, wala kufanya uoga kwa sababu ya mshindo wao. Ndivyo Bwana wa majeshi atakavyoshuka ili kufanya vita juu ya mlima
Sayuni na juu ya kilima chake. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linatunenea hivi ukweli ya kwamba akimwona simba huwa hata kama anasikia sauti ambazo za wanyama wengi, ambazo kelele za watu wengi zikiitana ili zikuje kumpinga, huwa hatishwi na sauti nyingine yoyote. Bwana asifiwe. Kuna watu ambao katika hii safari ya wokovu kunazo sauti nyingi zimewatisha. Kuna watu wengi wanasikia maneno katika masikio yao na sio maneno yaliyo ya kweli. Kuna watu wengi wameelekezewa maneno ya kuwa bure na sio vile ambavyo wanapelekana na Bwana. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linasemaje? Huyu mwanasiba hatishwi, haleluya, na umati wa watu wanaokuja ili waweze kumpinga. Kwa nini hatishwi? Bwana asifiwe. Neno la Bwana linasemaje? Kwa nini hatishwi? Ati mwanasiba juu ya mawindo yake. Maana huyu mwanasiba nalikuelewa kianage ya siba. Bwana asifiwe. Mawindo aliyoishika hajarishwi na zile sauti anasikia, hajarishwi na ule umati unaokuja ili upigane na yeye. Kuna kitu moja ambacho Bwana alikuwa ananinenea kupitia hili neno. Watu walioitanishwa na jina langu, watu waliookolewa na mimi, watu waliokubali kunifuata, kuna mambo haistahili kuwafuata. Maana kunaye mmoja ambaye umempokea katika maishani mwako. Kunayo mawindo. Bwana asifiwe. Kunayo mmoja, kuna chenye umekamata kwenye maisha. Sauti utazisikia nyingi, zaskini zisikufanye uachilie huyu Yesu uliyekamata. Bwana asifiwe. Vita vitakuja nyingi, upigamizi utakuwa mwingi. Nataka uone huyu mwanasiba anakula mawindo yake. Ni kusema yeye ndiye aliwinda akatafuta, lakini anapoanza kukula kuna sauti zingine anasikia zimekuja kumpiga. Ni wakati wako wa kukataa kila sauti ya kupinga Yesu uliyebeba. Ni wakati wa kukataa sauti ya kupigana na imani yako. Ni wakati wa kukataa roho inayopigana na maono yako. Japo ulionyeshwa mapepo huwa hayakuji mahali hakuna mawindo. Unajua kwa nini kuna vita? Unajua kwa nini wachawi wanatumana? Maana kuna mawindo umekamata. Wewe endelea kushikilia imani. Sauti ya wachawi ona maji kiororoka isikufanye uachilie. Bwana asifiwe. Huyu mwanasimba, neno la Bwana linasema ni mawindo ilikuwa yake. Haleluya. Tunapigana na mapepo, maana Yesu wako ndani yetu na anatawala ndani yetu. Ndiposa wanajaribu kutuwinda, ndiposa wanajaribu kutuzima. Lakini kuna kitu moja ambayo Bwana aliniambia, mwanangu, hata kama wamekujaje, wanakoma uletania na ilana, wasikuondoe kwangu, wasikufanye uachilie ile hatima nimekubebesha. Maana niko pamoja na wewe ili nikulinde. Kama haungekuwa na kitu, kama haungekuwa na mawindo, haungeona hata paka za kwenu. Haleluya. Bwana asifiwe. Hata hungeona wachawi. Kama wewe hauonaki hata paka zikipita mahali huko hauna mawindo. Halo, uliza huyo mwingine kuna kitu uko nayo. Maana sauti za mapepo, sauti za vita zinakimbianga kwenye kuna mawindo. Bwana asifiwe. Kuna siku moja, kwa siku moja maroho ingine ilisema, tunataka tuingie kwa hii nyumba ya huyu mchungaji. Maana kuna kitu iko hapa. Kuna kitu huwa tunafuata na hatuipati, lakini tunataka kung'ang'ana tuingie. Bwana asifiwe. Wakati ilijaribu saidi ya nyuma ya mbele ikashindwa, ya nyuma ikienda kupitia,
yenye ilikuwa imejifanya ndege, tulipata asubuhi na hapo asubuhi ya saa 1. Kama imeanguka, maana ilikamatwa. Haleluya. Unajua wakati ambapo watu wanaulizaka kwa nini hii vita hivi, jua kunayo mawindo. Kuna kitu moja Bwana anasema hivi, kuna watu wanauliza hizi vita zitaisha nini? Wacha nikuambie, hiyo vita ikiondoka wa leo, there is no any another glory you are going to enter. Unajua wakati ambapo Daudi alipigana vita, wakati ambapo hakutorokea vita, alikarishwa kwenye kiti ambacho kilikuwa ni cha ufalme, maana hakukubali kuondoka kwenye zamu yake. You have to have intimacy with your God. Lazima ushikamane na Bwana ili wanapokuwinda wasiweze kukuona wanapigana na wewe, maana kuna mawindo uko nayo, kuna kazi ya Bwana iko ndani yako, kuna nguvu za Bwana ziko ndani yako, kuna kitu ambacho Bwana ameweka ndani yako. Hakiposa unapataka havita asubuhi, havita mchana, havita jioni, hata unapolala wanajaribu kukuja kwa ndoto ili wafikirie kukuogofya. Ramahanda, usitoke, usiachilie mawindo yako, usiachilie ulichopokea kutoka kwa Jehova, usiachilie, usiachilie. Asifiwe. Sauti ni nyingi, vita ni nyingi, chenye kinataka ufanye ni kushikilia. Ambia mwingine fikiria, shikilia imani yako. Mwambie shikilia huyu Yesu, usitolewe kwa Yesu. Maroho ya kwenu ambayo haitakaji watu waokoke wasikufanye uachilie Yesu. Ama adui wa kwenu ambao wanakibizana na wewe wasikufanye uachilie wokovu. Haleluya. Ero sio kwa wako tira na gia. Eyo ndio jinaenda kwa tungata hana kiongo tira ni jaha. Mwambie usiachilie. Halo. Utaenda kuiachilia, kuna mwingine ametamani huyo Mungu. Anatembea ukimwachilia hivi uende kupigana upate amebebwa. Haleluya. Vita ni nyingi kwa wenye wako na mawindo. Shetani hana shida na wenye hawana kitu. Halo. Lakini mbingu imenakili ulinzi juu ya wanawake. Haleluya. Wakati ambapo Nehemia alikuwa anajenga ukuta, nataka uone kabla ule ukuta ujengwe hakukuwa na shida. Halo, hakukuwa vita. Lakini watu uone wazee wa ule mji, wazee wa kule Yuda, waliposikia ya kwamba kuna mtu mmoja na ako na watu wake ambao usiku na mchana wako katika zamu, the gatekeepers of Judah, wakaanza vita. Wakaanza kuingia kwenye vikundi zao, akina Tobia, akina Sanbalati, wakakaa mahali wakasemezana, maana wameona Nehemia ile kazi amebeba, ako na mawindo, ako na kuokoa wana wa Mungu. Unajua hizi vita kama haungekuwa nayo, haungekuwa umebeba ushuhuda wa mtu. Waliobeba ushuhuda wako na vita. Bwana asifiwe. Waliobeba hatima kubwa wako na vita. Haleluya. Lakini wacha nikwambie kitu ya ukweli. You cannot fight with the chosen one. Huwezi pigana na mtu aliyeteuliwa. The chosen one ni wa Mungu. Watu walioteuliwa na Jehova, chochote kimewekwa ndani yao, hata wapelekwe kuzimu, Jehova anateremka huko. Neno lake linasema hata kama wametadikiwa kitanda kuzimu, mkono wako sio mfupi, nitauteremsha huko na niweze kuokoa aliyebeba mawindo. Kuwa mtu anayejisikia beba mawindo. Chochote umepepezwa, kusiwe roho ya uoga, kusizalike uoga. Watana na hizo sauti. Kuna kitu moja Nehemia alituma wale wajumbe waliotumwa na kina Tobia, wakawambia ya kwamba ndio mumetuma barua,
mara ya kwanza na ya pili. Lakini mimi ni nani ili tupatane na nyinyi katika ule mji mmechagua? Mimi ni nani niachilie ile kazi nimeanza? Unajua alikuwa ameshika mawindo ili kuokoa watu wa Jehova. Ilikuwa ni mji, haikuwa na mtu wa kuiokoa, lakini amekubali kuiokoa. Wacha nikwambie, wakati unaamka zaidi kuomba, ndio unasikia landlord anakuambia tafuta nyumba kwingine, maana unapiga kelele kwa sababu uko na mawito. Wewe tembea polepole, mawito yako usiachilie. Wewe ondoka, lakini Yesu usiache. Ulikokabidhiwa na mbingu, endelea kuenda nayo. Sema naendelea, naendelea safari, usiachilie. Chochote ulipatiwa, chochote ulikabidhiwa. Bwana asifiwe. Know your mission. The time you know your mandate. Wakati unajua mission yako ni gani, hauachili. Na ndiposa nilitangulia pale kuambia kuna wenye wako kwa sababu wakule na wakunywe na wavae na wakae maisha mazuri. Lakini kunacho ambacho sisi tumeteuliwa na Mungu. Kuna kitu ambacho Bwana ameweka katika mikono yetu. Kuna kitu ambacho ameweka ndani yetu. Na hicho ndicho unasikia kama vile mwana simba anasikia wingi wa watu wakikuja, sauti ni nyingi wakikuja kumpinga, lakini haachili mawindo yake. Kuna mambo ambayo iko mbele, kuna sauti ziko nyingi, kuna vita utasikia jiani mwako, lakini hili neno ni lako, usiachilie huyu Yesu. Wanaungana maana wanajua wakati wako wa kuenda mbali ni huu. Bwana anasema ya kwamba wachana na maneno yao, wachana na sauti zao, wacha wapigane mchana, usiku watarara. Walilala wakironga usiku, saa hii mchana hawapo tena. Bendera ya Yesu ndiyo inapepea, maana tumekamata mawindo iliyo nzuri, mawindo iliyoachiliwa juu ya maisha yetu. Hata kama ni kuzimu, hawataweza kukunyang'anya. Wewe ukate kauli, sauti zingine zote zifanye bure. Kwa nini uogope sauti ya watu waliosema hutainuka? Kwa nini uogope kwa watu waliosema hutatajirika? Kwa nini uogope kwa sauti zilizosema zitakuacha chini? Bwana anasema wewe ni wangu, na mimi ni wako, unakaa ndani yako. Jua kitu moja, uliyeshika maishani ni simba wa Yuda, ambaye hakuna roho, ambaye hakuna mtu, ambaye hakuna mchawi anayemuogofia. Shikilia Yesu, shikilia huyu Jehova, utaona matendo yake kwa watoto wako. Jehova atadhihirika kwa uzao wako, kwenye kazi yako, familiani mwenu. Shikilia huyu Yesu. Watakuwa wanasema huyu anajifanyanga, lakini shikilia. Wakiitana mikutano, kama wewe si wa kuingia, Jehova usikule nyama waliotitia mizimu. Shikilia mawindo, shikilia Yesu. Hapana najisi, usinajisi wokovu na nyama zilizoshikiwa watu waliokufa. Shikilia. Ukishikilia utapigana vita. Bwana asifiwe. Bara nene ndirugeto inene kwehokete Ngai. Gakena munani kama mwene hotanete kamenya wega mbarasiate kandeto siajoit Barande nene ndirugeto inene kwehokete Gere Motanya mweru akuruka Gakena mono gekena kike Otanye Ega menyawe Barasia peno Nadeto siaji Siaji
Saitani nioe kiawe nakyo Yohono kyo Yokaneriwa kadoeriwa Etera inari Yogama wena kwa tanero inero Ana hemwangani Odenya mwaro wakoro Dorere kyote Yokanete Saitani nioe kiawe nakyo Nawendo kaneliwa Odenya mwero ya tuetere Yesu agesoka Ndakamaki Ite anagwa Parosia kote Atoretie Wana asifile Maana sitakwambia hakuna vita. Haleluya. Muruta soksi yako vizuri sana. Bwana asifiwe. Maana kuna kitu moja shetani anajua. Halo. Vita ni nyingi. Lakini wanaojuana na Mungu ndio wako hapo kuwalinda. Je, ni sauti gani hiyo ulisikia? Ukaona kana kwamba Mungu aliongea uongo. Je, ni sauti gani hiyo ya kimapepo? Ulikubalia itawale maishani mwako. Moto ulio wa kwanza, upendo uliokuwa wa kwanza, ukaondoka maishani mwako. Ni sauti gani hiyo iliyotembea kazini mwako? Ni sauti gani hiyo iliyotembea kwenye maono yako, kwenye maombi, ukaona kana kwamba Mungu ni wa uongo? Bwana anasema kama vile mwana simba hata anaposikia sauti ya watu wanapokuja kumpiga hawaondokei. Ambia kanisa watasikia maneno, watasikia sauti, Salibarati wataongea, vita zitainuka, wataitwa wachawi, lakini wasijaribu kuachilia imani yao. Usijaribu kuachilia Yesu uliyobeba, usiachilie imani yako. Shika sana ulicho nacho, maana mwovu shetani anazunguka akitazama atakaye achilia ili aweze kumuita. Mapepo ya kukuwinda ni mingi, lakini nina neno lako. Endelea kumtazama Yesu, endelea kumgoja Bwana, maana kupokea Yesu hautakuwa bure. Kunao ushuhuda, kunazo nguvu za Jehova, kunao upako wa kimbingu. Waliokubali kukataa na huyu Yesu, waliokubali, wengi wamesema kanisani hatuendi huko, na wewe ukasema sitamwacha huyu Jehova. Endelea kushikilia, maana ataonekana. Watakupinga lakini hautapingika. Haleluya. Watajaribu kuzunguka nyumba yako ili wazime maombi, lakini watapata miale ya moto inazunguka nyumba yako. Watajaribu kukukimbiza, watajaribu kukufanya bure, lakini anayekuongoza ni Simba wa Yuda. Roho tuliyepewa si roho wa uoga. Roho aliye ndani yetu ni roho ya ujasiri, na unapokuwa na ujasiri unajua aliye ndani yako ni nani. He's the King of the King. He's the Lord of the Lords. Bwana asifiwe. Yeye ni mkuu wa waganga wote. Hawa wengine ni fake. They are fake witchcraft. They are fake wizard. Hata wakifanya vituko zao, because unaonaga wanamwaga tu damu, wanaweka tu misumari, wanaweka mavimavi kwa njia yako, because they are fake. Lakini Yesu tumebeba, yeye ni mkuu wa wakuu wote. Wakijaribu kwenda kama vipepeo, Jehova anapita kama moto. Wakijifanya nyuki, anapita kama moto urao, anaraba nyuki zote. Wakienda kama chameleon, hawaelewi njia ya Jehova, hautaeleweka. Watawitana wengi, watasema tusaidieni, huyu mtu anatushinda. Tumejaribu kutuma maagenti, anafanyia maagenti wetu, anawagonga wote. Wataitana, lakini hatutaachilia ile kazi Jehova aliyoanzisha hapa. Lazima itatimia. Lazima watu wa Jehova hawawekwe huru, waliomeza wana wa Muzi
kututoa kwa ile kazi tuko ndani yake. Bwana asifiwe. Unapofanyiwa kazi na mbingu, hakuna sauti inakustua. Haleluya. Wengine wote wako fake sound, wako fake. Hata wengine unaangalia hivi, na pia heri mungejua aliyeniteua. Mapepo, heri mungejua aliyeanzisha hii kazi. Hamungekaa chini kwenye meza zenu, maana mnafanya kazi ya bure. You cannot block the chosen one. You cannot block mtu ambaye amebeba kazi iliyo kubwa ndani yake, maana kwa kikataa kuondoka kwa njia, wanaenda kwa kaburi. Bwana asifiwe. Hizo masauti wanaokuzuilia, wanasema hautapita, watajipata kwa kaburi. Watajipata kwa kaburi. Mazima utatikimiza yale mambo Bwana anataka. Kama hao ndio shida, wachawi ambapo wameapa kufa kupona, atipaka wakuondoe, hautaondolewa kwa Yesu. Watoto wako hawatakuwa nyama zao. Wewe ni wa Jehova pamoja na uzao wako. Kule wameinua vita, Jehova aingie aanze vita na wanaowita uzao wako, uzao wetu. Jehova aingie aanze kuwawita wanaowitana na familia zetu, wanaowitana na anga yako. Vile wanakuita mbingu ianguke, ianze kuwawita, ianze kuwawita, ianze kuwawita, maana hawatatuondoa kwa Yesu. Bwana asifiwe. Hawatatuzuia, hawatazuia chenye tumebeba. Unajua Yoshua, wakati walitaka kuvuka, kulikuwa na wingi wa maji. Jehova akamwambia Yoshua, waite Walawi wote ili muweze kuvuka, maana hii Jordan lazima itanielewa. Hii Jordan itajua Yoshua niko ndani yako. Jehova akamwambia Yoshua, imetosha kuzuiliwa. Unajua ni kwa nini? Sanduku la agano Rekayana ilikuwa katikati ya Yoshua, alikuwa amebebeshwa hatima na Jehova. Jehova akashuka ili awavukishe, akamwambia Yoshua, kitaeleweka. Hata kama ni Jordani, lazima itaniti, lazima itaniondokea. Hakuna sauti inayopinga sauti ya Jehova juu ya maisha yako. Hakuna itakayosimama bila sauti inayojaribu kukupiga ili uondoke. Lazima itaondoka by fire. Yoshua Bwana akamwambia, it is time now. It is my time. Remazeka, ni wakati wa Jehova. Waliojiona vinara kwenye mji wa Kawangware, Jehova ameshuka ili watu wavuke. Waliojiona vinara kwenye maisha ya the chosen one, Jehova has already rise. Remazeketa, Jehova amesimama ili apiganie walio wake. Hatutazuilika sisi tuliokamata Yesu, sisi tuliokamata. Sauti tulisikia nyingi wakisema watatuua, wakisema tutazikwa. Rema ya hatukuachilia huyu Yesu, ameshuka mwenyewe ili adhihirike. Huiza Ramayana, watajua, wataelewa agano ni nini. Wana wa agano wanaigizwa na mbingu, wana agano Jehova leta na wao. We are the people of the covenant. We are the people of the covenant. We are in the mission. We are in the mission. We are going there. We are in the mission. Hallelujah. Yoshua kaambiwa na yake na Joshua atuaya ni magotangire roro ihorithia haya majaribu na nakujanga wakati nakuja kukuvukisha hata haina adabu. Jehova akaambia Yoshua,
Kila siku mkitaka kuvuka hiyo majaribu kila wakati, na hamtachoka. Watu hawa hawatachoka. Bado Joshua unafikiria amani, unafikiria imani ya kwamba niko na wewe, ya kwamba sitakuacha. Wakaachilia vita, mwaka wakaanza, haukuniacha. Wakatoa dhabihu ili wakumalize, haukuachilia agano ndani yangu. Mwaka wa pili wakatoa dhabihu kwa Freemason, haukuniacha. Mwaka wa tatu, mwaka wa nne, mwaka wa tano, na mazeketa nimekuja mwenyewe nikiwa Jehova. Watanielewa, watanijua. Kazi ninapoanza ninaifanikisha, kazi ninayoanza kwenye mji watazikwa wachawi wote one by one. Kila moja aliyekuwa njia yetu ikijua high time, your time is up. Ni wakati wa kanisa kuvuka na kuendelea katika namba ingine. Tumetoka kuzunguka. Jehova akasema, Yoshua ulinishika. Yoshua tangu Musa akufe umepatana na changamoto. Mto Yordani lazima utanijua. Kanyagisha miguu ukiwa na rawi. Niko rawi. Joshua of this generation, all very glorious. Nimekanyaga maji, hakuna mchawi atatawala tena juu ya anga yako. Hakuna mchawi atatawala juu ya uzao. Lazima watatii, lazima watatii, lazima wataondoka. Ulimeapa, lazima wataondoka, lazima wataondoka. Lazima wataondoka. Vikwazo zote kwa hiyo anga tumetoka kulia, tumetoka roho ya mataima rema sekaya. Joshua alipokanyaga maji yalienda upande huu na upande huu. Yatangaza vita kwa kila maroho yanayokimbizana na wewe maishani, wakikuambia hautakuwa hapa. Yatangaza juu ya wachawi, juu ya waganga, juu ya ufalme wote wa giza ambao huwa unatawala kwenye anga yako. Rema sekaya. Jehova anasema yule mlango ambao nimefungua hata kuzimu hawatafunga. Wazazi wako hawatafunga. Wakijikana mikono wazee 25 walijaribu kuzuia hii hatima. Hawatajua, hawajaelewa. Lazima wasonge, lazima waondoke. It is our time. Receive your time now. You are going to pass. Unaenda kuachiliwa, unaenda kuachiliwa. Sauti zote zinazonena mambo ya mauaji, sauti za kushindwa kwenye hizi anga, kwenye anga yenu, siondoke. Sayaogopa, sayaogopa. Na wafanyishia kila maroho ya kushindwa, kila maroho ya kuwazuia rema yangu, rema yangu, iondoke sasa, iondoke sasa. Kwenye kazi zenu, kwenye maono waliokamata Yesu, waliokamata Yesu siku ya leo, Mungu iko hapa, anafagia wote, anafagia wote, anafagia yote. Say yes Lord. Pigia Yesu makofi. Bwana asifiwe. Wamejaribu kukuondoa kwa Yesu, wamejaribu vita, wanaona unaanguka bado haukati tamaa. Yesu akasema, oh, nikiwa Bwana mimi ndiye nitakuvukisha. Wacha nikuambie, Mungu aliyevukisha Yoshua, ile nguvu iliyoachiliwa katika mto Yordani inaachiliwa, inaachiliwa, inaachiliwa maishani mwako. Idandoko ya mwetwa waku
Keria ideru Jorodani Nariani Rekiora Yodoario Ege Yororo Keria Matu Como Wanja Kaida Doko Papaneria Ideru Yorodani Yodoario Ege Yororo Keria Jerry Matu Como Wagare Kao Hotiwaku Ewa Inaije Goroshiaga Kana Yode Tojo Mehokete Endale Yotanye Tojiwago Waina Goroshiaga Hekana Yode Tojo Mehokete Endale Yotanye Iko Ikoroke Bwana asifiwe. Mungu ambaye aliandamana na Yoshua ndiye andamana na sisi leo. Lakini wenye wanatembelewa ni kwa ajili, hata kwa hali ya ugumu na vita, haujawahi toka kwa huyu Yesu. Hujawahi mkana, walikutukana, unataka maombi kufanya nini? Lakini wengine walipatiwa tu neno moja wakaondoka kwa Mungu. Jehova anatembelea watu ambao wanaendelea kufikiria imani. Wacha nikuambie, ile hatua mama aliyetokwa na damu miaka 12 alijua uponyaji wangu uko ndani ya Yesu.
Imani yake aliyotembea nayo hakutoka mahali Yesu alikuwa hivyo, maana imani ilimtembeza mahali pale, akashika pindo la nguo ya Yesu. Na wewe kuna kitu moja nataka kukwambia, fikiria huyu Yesu. Wakikuita mjinga, fikiria imani, endelea kumtafuta, endelea kumuita. Wataenda kwa Kamasina, watatoka pule, watajaribu kukuroga, wapate wewe you are unwrongable. Watajaribu kukua, wapate wewe you are undeadable, hautakufa. Watachimba shimo, watajaribu kukuzuia, watajaribu kupigana na wewe, lakini hawataweza. Haleluya, Bwana asifiwe, maana umemshika Yesu. Halo, ni watu wangapi imani yao ilififia? Upendo ule wa kwanza ukafifia. Haleluya, haleluya. Mwito uliokuwa ndani yako ukafifia, haujielewangi. Maana kuna sauti walikuambia wewe shindanga tu ukikojea Bwana. Haleluya, shindanga tu ukifuata huyu Yesu. Ni wangapi wameacha imani yao? Ni wangapi wamemhuzunisha Roho wa Bwana? Ni wangapi wamemtundika Yesu tena msalabani kwa ajili ya sauti? Bwana anasema kaeni kama mwana simba. Huyo hata kukiwa na sauti gani unaendelea kuimba. We are praising the King of Kings. We are praising the King of Kings. We are praising the King of Kings. Hallelujah, Jesus. Oh, we are praising who changes no. Yeah. Who changes, who changes, who changes. Hallelujah, Jesus. We are praising who changes. Oh, we are praising who changes. Oh, we are praising who changes. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, we are praising the King of Kings. Whether they talk or not, oh, we are praising the King of Kings. Hallelujah. Watamwacha tutawaambia hivyo vitoto vile tuarekia. Haleluya. Hatutaachilia huyu Yesu, maana tunajua ile kazi alianzisha ndani yetu lazima ataitimiza. Akamwambia Yeremia, hata kabla uingie tumboni mwa mama yako nilikujua. Na wacha nikwambie, Yeremia alijitoa kwenye ile katima yake, kwenye hiyo mission yake. Na hata kama alipitia kwenye majaribu, hata kama walimweka kwenye shimo iliyojaa vita na uterezi, akiwa kwa hiyo baridi, bado alitabiri. Aliwaambia mwenye alikuwa anaandika, alimuita Baruku, akamwambia hata kama niko kwa huu terezi na baridi ni nyingi, bado masikio yangu yanasikia Jehova akinena kwa ajili ya wana wa Israeli. Maana hakunyang'anywa unabii ndani yake. Walijaribu kumweka kwa tundu ili wamudhalilishe aweze kunyamaza, lakini hakunyamaza. Usinyamazishwe hata vita zikiinuka, usinyamazishwe. Ukiwaona weka mwerefu, jua vile Jehova amekudhihirishia juu yao. Usikubali kurishwa ambacho kitakufanya najisi. Bwana asifiwe. Yeremia alijua niwekeni kwa shimo la uterezi, bado nitakuwa hapo. Na ujue ilikuwa ni shimo, ilikuwa na maji kaisha. Nataka uone ule udongo umejaa unyevunyevu, umejaa baridi, lakini akiwa pale sauti ya kinabii bado alikuwa anaongea. Anamwambia kuja Baruku, hata kama uko hapo juu, hata kama nililala kwa shimo, bado Bwana anaongea. Hao ndio watu naongea juu yao. Hata kama ulilala njaa, hata kama huna school fees, hata kama unaona ni kama hakuna mbele, bado unasikia sauti ya Jehova sawa sawa. Unajua kuna wakati nilikuambia nilijipata niko mgonjwa, lakini katika hicho kitanda
sauti ya Jehova bado ilikuwa inanikutia. Ninaambiwa hakika katika hiyo uterezi chenye tumekamata, hata kama wametuweka katika hizo vitanda, katika fukara, hatutakaa na Yesu. Fikiria Yesu, fikiria imani. Majaribu kidogo isikufanye utukane Mungu. Majaribu tu kidogo isikufanye uondoke kwa Mungu. Bwana asifiwe. Majaribu, vita kidogo, dokera kuhoya hii uona ndio keraga. Haleluya. Ulikuwa unafikiria ulifikaga mbinguni, twegoko the tuko dunia. Chenye Bwana anataka zaidi, chenye mawindo ulio nayo, maono uliobeba, usiachilie. Bwana asifiwe. Katika verse 5 nikiyamaliza, neno la Bwana linasema hivi. Wacha kwanza nisome B ya verse 4. Inasema hivi: ndivyo Bwana wa majeshi atakavyoshuka ili kufanya vita juu ya mlima Zayuni na juu ya kilima chake. Hivyo unaona, umekamata mawindo na huachili. Walio wake Jehova anashuka ili wapiganie. Jehova anashuka ili ajulikane. Anasema ndio hawa hawajatoka na mimi, wananitanga usiku na mchana, nami nimeshuka ili niwaokoe, nami nimeshuka ili niwapiganie. Ndiposa nimekuambia Bwana ameshuka kwa yeyote hajaachilia imani. Haijalishi wamekupiga, haijalishi wamekuonea kiasi gani, lakini Bwana anasema nimeshuka kwa milima yangu, nimeshuka kwa kilima changu. Wewe ndio kilima cha Bwana. Wewe ndiye mtu wa Bwana ambaye Bwana ananena na wewe. Anayeelewa amepokea, ambaye hajaelewa bado anajirudilia. Bwana asifiwe. Verse 5 inasema hivi: kama ndege warukao, Bwana wa majeshi ataulinda Yerusalemu, ataulinda na kuokoa, atapita juu yake na kuhifadhi. Bwana asifiwe. Ati kama vile ndege wanafanya nini? Warukao. Hebu acha nikusomee na Kikuyu uelewe vizuri. Oigwege koyora kena chama. Bwana asifiwe. Verse 5 inasema hivi: na rĩrĩ, otauria nyamu iria ire matagu ifatafataga irerete rĩera-inĩ rĩ, ũguo no taguo Jehova mũnene wa ita akagitĩra Jerusalemu, arĩgitĩre ana arĩhonokie, akarera igũrũ rĩarĩo, arĩmenyerere. Haleluya. Hii ni sauti ya Jehova. Hii si sauti ya mchungaji. Hii Biblia si kuandikia kwangu, hata haikuandikiwa mahali nilizaliwa. Bwana asifiwe. Ati atapita juu yake na kuhifadhi. Imagine mtu ambaye hatingizishwi na sauti yoyote. Bwana anasema ni kweli wewe ni wangu. Haleluya. Daigwire nderwo nyandike Hondo Daigwire nderwo nyandike Itondone makwe hokeka Ande mangaki Andi etondire Jerusalemu yontere Kutora tega iwanyue Ende kamoni ya mandori Kotira toka Kutora tega iwanyue Ende kamoni ya mandori Kamae
onire Jerusalem, Jerusalem, ageme, jana waduri, oshioye. Ati kama vile ndege wa angani huwa wanapaa wakizunguka, anasema hivyo ndivyo nikiwa Bwana ninashuka kwa ule mtu anayeitwa wangu, ninashuka kwa wale watu walioniamini, kwa wale watu walipitia mapito machungu na hawakuniachilia. Nikiwa Bwana nitawahifadhi. Si Jehova akuhifadhi pamoja na uzao wako, sio wewe peke yako. Jehova anakuhifadhi na chochote kiko kwa mikono yako. Fikiria imani, fikiria huyu Yesu, maana anakuhifadhi. Yeye ndiye anakuficha. Anasema ninashuka kwa ajili ya Sayuni, ninashuka nikiwa Jehova kwa ajili ya kilima changu. Kuna mtu wako hapa, hautatoka hapa kama Jehova ataachilia urithi juu yako, maana wamekuita usiku na mchana, lakini leo Jehova anasema nitakuhifadhi, nitakuficha. Wewe ni wangu, Ramayane, usiku na mchana utaniona, tutatembea na wewe kwenye njia yako. Sasa ni wakati, hautembei peke yako, unatembea na yeye. Kiposa ameshuka, maana anajua hizi vita hautaziweza. Ameshuka mwenyewe kwa ajili yako. Haleluya, Bwana asifiwe. Ati nitakuja kuhifadhi, nimekuja kuwaficha. Haleluya. Na ndiposa unaonanga hata ukiingia kwa maondo wanakukimbiza lakini hawakupati, maana wanapojaribu kupigana na wewe na kukukimbiza, Roho wa Bwana anakukimbiza, anakupitia kwenye anga, unakimbia. Wanajaribu kukukamata, unaponyoka kwa mikono yao, maana wewe ni wa kuhifadhiwa na Jehova jile. Si anga yako ihifadhiwe na Jehova, si anga yako, si uzao wako, si kila kitu ulio nacho. Wewe si wa kufuatwa na monitoring spirit. Sijui kama unashika wewe ama bado umelala ama unataka uamshwe. Wewe si wa kusikia masauti ya nyoka ati zikiitana, sauti zingine zote ambapo huwa zinakuinda juu ya anga yako, ziondoke, ziondoke. Sauti yote unaisikianga kona ya nyumba, na achilia moto kwenye hiyo kona. Kila sauti inayojificha, sauti ya ndege, sauti ya nyoka kwa nyumba zenu, iondoke. Naondoa sasa kila sauti kwa makao yako, iondoke. Maana wewe ni wa kuhifadhiwa na mbingu. Sauti zingine sio portion yako. Wewe wakai monene, wewe umeteuliwa na Bwana. You are the chosen one. Umeumbwa kwa mfano wa Bwana, umebebeshwa kazi, na ndiposa Bwana anasema nitakuhifadhi. Maana Jehova anahifadhi maono ya watu walio tayari kufanya vile anawaambia. Hao ndio wanahifadhiwa. Kuwa mwenye tayari wa kutii sauti ya Bwana, kuwa mwenye tayari wa kusikia vile Bwana anafanya, na katika mambo yako yote atakuhifadhia, atakuhifadhia. Hakuna kitu utajichungia, atakuchungia. Haleluya. Wakitumana wizi kwako, wakitumana ili wakufumanie, malaika anakuamsha, anakuambia kazi tadibai, wametumana kwako. Wakifikiria watajificha, mbingu inawakamata. Hakuna roho ingine itajificha kwako, hakuna itakayojifikia uzao, hakuna roho ingine. Yeyote anaamini Yesu, yeyote Yesu ako ndani yake, hakuna utawala mwingine wote. Naongea na wenye wanatawaliwa na Yesu. Kama usemi ameni hamtamjua, wanaotawaliwa na mbingu, hakuna utawala mwingine. Roho ya kukurudisha nyuma haitapata nguvu, haina uweza. Wewe umemilikiwa, mbingu imekumiliki pamoja na mambo yako. Jehova amekumiliki, Jehova amekumiliki. Wewe ni wake, wewe ni wake, na yeye ni wako. Hakuna wakati atakuachilia,
Anasema nitahifadhi mji ulio wangu, mji ulio wangu. Simama na miguu juu, wengine wako kulala, wako hivi. Simama uelewe ni nini unapokea. Usipokea za kwingine. Bwana asifiwe. Najua kuna wakati mwingine unaenda extra mile. Watu waelewe vile Mungu anataka kusema. Bwana asifiwe. Roho zingine zote za kukuzuia. Hallelujah. Nataka tuingie in a prophetic declaration because of our life. Bwana asifiwe. Na lazima urudie in a prophetic declaration ili hilo neno lifanye kazi ndani yako. Bwana asifiwe. Nataka useme hivi, I will not release what God has given me. Sitaashiria ambacho Jehova amenikabidhi. I will not surrender my blessing because of the noise. Sitaashiria baraka zilizo zangu kwa ajili ya roho ya marumbano. I will not abandon my calling. I will not abandon my calling. I will not give up my family. I will not give up. I will not give up in my prayers. I will not give up in my ministry. Sitakubalia roho ya uoga initawale. I will not allow fear to control me. Every voice speaking against God's purpose for my life, I silence it. Silence. Silence. Anasifiwe. Sema na nyamazisha kila sauti iliyo kinyume na sauti ya Jehova juu ya maisha yangu. Kinanyamazisha. Unajua unafunguliwa kwa kinywa chako. Kama kinywa chako ni kigojwa, very nice and very good. Kuna wengine midomo imekamatwa. Haleluya. Na nyamazisha kila sauti iliyo kinyume na mausia ya Jehova juu ya maisha yangu. Kuanzia leo, kila sauti inayonena juu ya yanga langu kinyume na Jehova na inyamazisha. Kila sauti inayozongea kinyume na watoto wangu na inyamazisha. Kila sauti inayoongea kinyume na matakwa ya Jehova na inyamazisha. Nyamazisha kibodi kwanza. Nataka tuelewane, because there is deliverance now. Kuna watu wanaondolewa maneno iliyo wanyamazisha. It is time of deliverance. Ndio nilisema kutafunguliwa walio tayari. Aliyemeshiria noka kara. The Lord will fight for me. Sema Bwana atanipigania kwa kila sauti. Lord will defend me. Bwana atanificha kwa kila sauti. The Lord will deliver me in every voice. Atanikomboa kwa kila sauti ambayo huwa inanikimbiza usiku na mchana. The Lord will deliver me. The Lord will deliver my children. The Lord will deliver my ministry.